Mambo 12 yanayotokea unapokuwa kwenye maombi ya mfungo. Siku zote kufunga na kuomba si tu desturi ya kidini, ni mlango wa mabadiliko ya ndani, ni uwanja wa mapambano ya kiroho na ni daraja linalokupeleka karibu zaidi na Mungu. Kwa siku ya leo tutakwenda kuyaangalia mambo 12 yanayotokea unapokuwa kwenye maombi ya mfungo. Kabla tujaendelea na somo letu la leo, jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii, kisha kukaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Lakini pia kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado huja subscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie mambo 12 yanayotokea unapokuwa kwenye maombi ya mfungo. Namba 1, mwili unanyenyekea na roho yako inaimarika. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 4 na mstari wa kwanza hadi wa pili, tunaona kwamba Yesu Kristo alifunga siku 40 jangwani. Alidhoofika kimwili, ndipo nguvu za kiroho zilidhihirika zaidi. Siku zote unapopunguza matamanio ya mwili, unasafisha njia ya roho kusikia kwa uwazi zaidi. Paulo anasema katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 17, nukuu, kwa sababu mwili utamani ukishindana na roho na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayoyataka. Siku zote saumu hupunguza kelele za mwili ili sauti ya Mungu isikike kwa uwazi. Kwa hiyo siku zote maombi ya mfungo huwa yanapunguza kelele za mwili ili sauti ya Mungu isikike kwa uwazi. Lakini jambo la pili linalotokea unapokuwa kwenye maombi ya mfungo, ufunuo na mwelekeo huongezeka. Katika kitabu cha Danieli sura ya 10 na mstari wa 2 hadi wa 3, tunaona Danieli alifunga kwa siku 21. Baada ya mfungo huo, malaika alileta majibu na ufunuo wa mambo yaliyokuwa yanapiganiwa kiroho. Kwa hiyo kinachotokea, mawazo yanaanza kutulia, maamuzi yanakuwa na hekima zaidi, mwelekeo wa maisha unafunguka. Saumu, siku zote saumu si njaa tu, ni maandalizi ya kupokea mwanga kutoka juu. Kwa hiyo siku zote unapokuwa, jambo la pili linalotokea unapokuwa kwenye maombi ya mfungo ni ufunuo na mwelekeo huongezeka. Kwa hiyo kuna hekima itaanza kufunguka ndani yako, kuna hekima itaanza kuzaliwa ndani yako. Lakini jambo la tatu ambalo linalotokea unapokuwa kwenye maombi ya mfungo, mapambano ya kiroho huibuka. Watu wengi hushangaa kwa nini wakati wa mfungo wanapata majaribu makali zaidi. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4 na mstari wa 3 hadi wa 11, utaona baada ya Yesu Kristo kufunga, Ibilisi alimjaribu. Hii inaonyesha ukweli moja: saumu huvuruga mipango ya giza. Unapoanza kufunga, unapandisha ngazi ya vita vya kiroho. Lakini pia maandiko yanasema katika kitabu cha waraka wa Yakobo sura ya 4 na mstari wa 7, imeandikwa, mpingeni shetani naye atawakimbia. Kwa hiyo hili ni jambo la tatu ambalo linatokea unapokuwa kwenye maombi ya mfungo, mapambano ya kiroho huibuka. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza sana, kwa nini wanapokuwa kwenye maombi ya mfungo wanashangaa vita inaongezeka zaidi. Yamkini inaweza kaongezeka vita, inaweza kaongezeka kwenye kazi, vita inaweza kaongezeka kwenye familia na kadhalika. Kwa hiyo jambo la kwanza, siku zote maombi ya mfungo, siku zote jambo la tatu linalotokea unapokuwa kwenye maombi ya mfungo, mapambano ya kiroho huibuka. Mapambano au vita huongezeka kwenye ulimwengu wa kiroho. Ndio maana la Mungu lasema kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 na mstari wa 7, mpingeni shetani naye atawakimbia. Lakini jambo la 4 linalotokea unapokuwa kwenye maombi ya mfungo, moyo unatakaswa na kiburi hupungua. Katika kitabu cha Yoeli sura ya 2 na mstari wa 12 hadi 13, Mungu anasema, nirudieni kwa mioyo yenu yote kwa kufunga na kulia. Hii inaonyesha kwamba mfungo si wa chakula tu, bali ni wa moyo. So jambo la msingi ambalo utakuwa utambue, kinachotokea ndani yako, unaanza kuona makosa yako kwa unyenyekevu. Moyo wa toba unaongezeka, kiburi kinavunjika pole pole. Kwa hiyo saumu huondoa tabaka la kujiona na kukufanya utegemee neema ya Mungu. Kwa hiyo siku zote jambo la 4 ambalo linatokea unapokuwa kwenye maombi ya mfungo, moyo unatakaswa na kiburi kinaanza kuondoka. Kiburi kinaanza kuondoka kabisa, kinaanza kuvunjika, kinaanza kuondoka. Hili jambo ambalo linatokea unapokuwa kwenye maombi ya mfungo. Lakini jambo la 5, nguvu mpya ya kiroho
hutolewa. Katika kitabu cha Isaya sura ya 58, Mungu anaelezea saumu ya kweli, si njaa tu, bali kuachilia huru walioteswa, kutenda haki na kusaidia wahitaji. Ahadi iliyotolewa ni kubwa: nuru yako itachomoza kama alfajiri. Siku zote unapokuwa kwenye maombi ya kufunga, nuru yako inaanza kuchomoka kama alfajiri. Uponyaji wako utatokea upesi. Kama ulikuwa unaumwa au ulikuwa unahitaji uponyaji kwenye eneo lolote, ule uponyaji unaanza kutokea, lakini utaita na Bwana atajibu. Siku zote unapokuwa kwenye maombi ya mfungo, unapomwita Mungu, Mungu anasikia na anajibu. Hii inaonyesha kwamba saumu inayofanywa kwa moyo safi huleta nguvu ya kiungu katika maisha ya mtu. Siku zote saumu inayofanywa kwa moyo safi huwa inaleta nguvu ya kiungu kwenye maisha ya mtu. Lakini jambo la 6 ambalo linatokea unapokuwa kwenye maombi ya mfungo na kuomba, mamlaka dhidi ya vifungo huongezeka. Ukisoma katika kitabu cha Marko sura ya 9 na mstari wa 29, imeandikwa nukuu, akawaambia namna hii haiwezi kutoka kwa neno lolote isipokuwa kwa kuomba. Hii inaonyesha kuwa kuna viwango vya ushindi wa kiroho vinavyohitaji maombi ya mfungo. Kuna vifungo vya tabia, vya kizazi, vya kiroho ambavyo huvunjika unapounganisha maombi na saumu. Kwa siku zote mtu ambaye anakuwa anafunga, mtu ambaye anakuwa yupo kwenye maombi ya mfungo, kuna baadhi ya vifungo vitaanza kukatika, vitaanza kumwachia. Yamkini ni vifungo vya tabia, yamkini kuna jambo ambalo limekuwa likikutesa, unatamani tabia fulani uiache, lakini unajikuta unaifanya. Kwa hiyo unapokuwa kwenye maombi ya mfungo, kuna baadhi ya tabia zitaanza kuvunjika. Kuna mambo hayawezekani kutoka isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Lakini jambo la 7 ambalo linatokea unapokuwa kwenye maombi ya mfungo na kuomba, usikivu wa sauti ya Mungu huwa mkali zaidi. Katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 19 na mstari wa 8 hadi wa 12, Eliya alifunga akiwa njiani kuelekea mlima Horebu. Huku hakumwona Mungu katika upepo mkali wala katika tetemeko, bali katika sauti ndogo ya utulivu. Kwa hiyo siku zote saumu hutuliza kelele za ndani. Unapoendelea kufunga, fikra zisizo na mpangilio hupungua, hofu inapungua, uelekeo wa ndani unaanza kuwa wazi. Sauti ya Mungu haipigi kelele, inahitaji moyo ulionyenyekea. Lakini jambo la 8 ambalo linatokea unapokuwa kwenye maombi ya mfungo, vitu vilivyofichwa ndani yako huanza kujitokeza. Siku zote saumu ni kama kioo cha roho, inafichua hasira zilizofichwa, hofu za zamani, maumivu ya ndani. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 139 na mstari wa 23 hadi 24, imeandikwa nukuu, E Mungu, unichunguze ujue moyo wangu, unijaribu uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Wakati wa mfungo, Mungu hufanya kazi ya uchunguzi wa ndani, si ili kukuangusha, bali ili kuponya. Kwa hiyo wakati wa mfungo Mungu huanza kuchunguza, Mungu huanza kufanya wakati wa mfungo Mungu hufanya kazi ya uchunguzi wa ndani, si kwa lengo la kuangusha, bali kwa lengo la kuponya. Kwa hiyo Mungu anakuwa anafanya uchunguzi. Lakini jambo la 9 ambalo linatokea unapokuwa kwenye maombi ya mfungo, mabadiliko ya tabia na nidhamu. Siku zote saumu hujenga nidhamu. Unapoweza kusema hapana kwa chakula, unaanza kuwa na uwezo wa kusema hapana kwa dhambi. Paulo anaandika katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 9 na mstari wa 27, imeandikwa nukuu, bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha, isiwe nikiisha kuwahubiri wengine, mwenyewe niwe mtu wa kukataliwa. Kwa hiyo siku zote nidhamu ya mwili huzaa ushindi wa kiroho. Kadiri unavyoendelea kufunga, unagundua unakuwa mtu mwenye maamuzi thabiti zaidi. Lakini jambo la 10 ambalo linatokea unapokuwa kwenye maombi ya mfungo, kuwekwa wakfu kwa kazi kubwa. Katika Matendo ya Mitume sura ya 13 na mstari wa 2 hadi wa 3, kanisa lilifunga na kuomba, ndipo Paulo mtume na Barnaba wakawekwa wakfu kwa kazi ya utume. Hii inaonyesha jambo moja kuu: saumu ni lango la kutumwa kwenye kiwango kingine. Watu wengi waliotumwa kwa majukumu makubwa walitanguliwa na kipindi cha kufunga. Lakini jambo la msingi ambalo nitakiwa utambue, siku zote kufunga na kuomba kuna kufanya kuwekwa wakfu kwa kazi kubwa, kuna kufanya kuwekwa wakfu kwa mission kubwa. Lakini jambo la 11 ambalo linatokea unapokuwa kwenye maombi ya mfungo, ulinzi wa kiroho huimarika. Katika kitabu cha Esta sura ya 4 na mstari wa 16, Esta aliomba taifa lote lifunge kabla hajaenda mbele ya mfalme. Baada ya mfungo huo, mpango wa maangamizi ulishindwa, taifa likaokolewa. Kwa hiyo siku zote saumu
hujenga ukuta wa ulinzi usioonekana. Kwa hiyo hili jambo la msingi ambalo linatokea unapokuwa kwenye maombi ya mfungo. Kwa hiyo ulinzi wa kiroho huimarika. Unashangaa ulinzi wa kiroho unaimarika kwenye maisha yako, unaimarika kwenye kazi, unaimarika kwenye familia, unaimarika kwenye nyumba yako, unaimarika kwenye kila jambo ambalo unalifanya. Ulinzi unaimarika. Kuna mambo Mungu anaweza kaa na kuokoa kwa sababu ya mfungo wako. Unaweza kupita sehemu ambako watu wengine walishindwa kupita, lakini ukashangaa unapita kiurahisi kwa sababu ya mfungo. Kwa hiyo siku zote saumu hujenga ukuta wa ulinzi usioonekana. Lakini jambo la 12 ambalo latokea unapokuwa kwenye maombi ya mfungo, ukaribu na Mungu huongezeka. Lengo kuu la saumu si miujiza, si mafanikio, si ushindi dhidi ya maadui. Lengo kuu ni ukaribu na Mungu. Katika kitabu cha Yakobo sura ya 4 na mstari wa 8 imeandikwa nukuu, mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Kwa hiyo kadri unavyoendelea kufunga kwa moyo safi, unaona upendo wa Mungu kwa kina zaidi, unaelewa makusudi yako, unaacha kuishi kwa mazoea, unaanza kuishi kwa mwongozo. Jambo la msingi nataka nikupe siri ya mfungo. Siku zote kadri unavyozidi kusogea kwa Mungu, ndivyo giza linavyotambua mwanga unaoongezeka ndani yako. Lakini kumbuka, mfungo haukufanya uwe bora kuliko wengine, bali unakufanya uwe mnyenyekevu zaidi, unakuandaa kubeba uzito wa baraka bila kuanguka. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie kwenye comment umejifunza kitu gani. Ninakupenda sana, nikutakie wakati mwema.